meza yote Baba, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Pokea sifa Jehova. Asante kwa ajili ya madhabahu. Asante Baba Mungu wangu kwa ajili ya mtumishi wako mahala hapo. Hebare Nathaniel Mwenyezi Mungu, hata anaposimama ya madhabahu Bwana, ongozewe na wewe Mwenyezi Mungu. Tunaomba Bwana Jehova Jireh, Bwana ukazidi kumjaza Baba, ukazidi kumuinua Baba, ukazidi kumfunika Baba na wingu lako Baba la baraka, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa kila mmoja Bwana. Ni asante Baba Mungu wangu kwa kila mmoja wa familia hii Baba ya Holy Ghost Center. Tunaomba uongozi wako, tunaomba ushindi wako hata katika ibada hii Baba Mungu wangu. Tawala ukaweze kutushindania, maana wewe ni Ebeneza. Pokea sifa na shukrani, maana unatenda Bwana. Uongoze Baba, anza nasi, hamatishapo Baba tamatisha nasi katika kila jambo Bwana, ukaweze kuinuliwa na uabudiwe, maana wewe unatenda, na sifa Baba zinakurejea kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na shukrani, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kila mmoja aweze kusema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ningalipenda ya kwamba kundi cha sifa na ibada wa kuongoze kwa wimbo 2 tumsifu Bwana, kisha tukaweze kupata nafasi ya kusikia neno kwa ufupi, tukiendelea pia na Mungu atakuwa pamoja nasi. Karibuni, karibu. Bwana litukuzwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wakati huu ni wakati ulio bora, wakati mwema Mungu ametuandalia. Nataka kwamba tukaweze kulisikia neno la Bwana, maana Mungu ni mwema, na hata wakati huu andae nafsi yako ili ya kwamba Bwana aweze kuzungumza nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha our brother Dickson anapokuja kutupa neno asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mazuri anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena kanisa. Amen. Asubuhi ya leo ninataka tuweze kusoma kutoka kitabu cha Yohana mlango ni wa 4 mstari wa 5 hadi 30. Kwanza kabisa wacha tuombe kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya neno. Bwana ni asante Yesu Kristo kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya kila nafsi ambayo imekusanyika mahala hapa asubuhi ya leo, mfalme wa falme. Ninaomba Yesu Kristo, ninaposimama mbele ya watu hawa, Jehova mfalme, wewe ukanitumie kama chombo, ili Yesu Kristo neno lako linapokuja iweze kuleta mabadiliko, iweze kuleta mwangaza ndani ya maisha yetu. Tutakushukuru na kusema ni asante. Tunalitakasa jina lako na damu yako, tunalisafisha na damu yako asubuhi ya leo, yani katika jina la Yesu Kristo naomba na atakuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ujumbe wangu ama kichwa cha ujumbe wangu ni kuhusu mwanamke ambaye alikuwa msinzi na mwishowe akakeuka akawa mshindi na baadaye akawa mvuvi wa watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nami nikakuja kuelewa ya kwamba katika maisha ya mwanadamu Mungu amekuokoa na sababu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu alikuokoa na sababu, kwa sababu katika ufalme huu kuna ufalme mara mbili katika ulimwengu huu, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Bwana asifiwe sana. Ni lazima ukue mahali, aidha uko katika ufalme wa Shetani na ama uwe katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu aliyekuokoa hakukuokoa bila sababu. Mungu alikuokoa ili uweze kuongoza watu. Hakuna kipofu ambaye anaweza akaongoza watu. Mtu ambaye ataongoza watu ni yule mtu ambaye anaona. Bwana asifiwe sana.
Na ndio Mungu amekuokoa ili ukamfanyie kazi. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tumefungwa, lakini Mungu ametukomboa katika utumwa na ametuweka huru. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni lazima sisi tuweze kuonyesha watu njia. Katika familia yako Mungu anasubiri wewe. Katika nchi hii Mungu anasubiri wewe. Watu wakamjue Mungu kupitia kwako. Katika kijiji chako mahali ambapo unaishi, bado Mungu anakusubiri wewe uweze kuonyesha watu njia. Bwana asifiwe sana. Amen. Mahali pako pa kazi Mungu anakusubiri wewe watu wakamjue Mungu kupitia kwako. Katika biashara zako bado ni wewe tu Mungu anatazamia ili uweze kusambaza ujumbe, ili mtu yeyote asije akapotea. Watu wengi wanauliza, ni kwa nini Yesu amekawia kuja? Lakini hawatawahi tambua ya kwamba ni kwa sababu sisi hatujatekeleza majukumu yetu kuwaelezea watu kuhusu Yesu. Kwa sababu Mungu anatamani tusije tukawa na mtu yeyote ambaye atapotea hata mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio sababu Yesu amekawia. Anataka injili kafika kila mahali. Na ndio sababu tunaongea siku ya leo kuhusu mwanamke Msamaria ambaye alikuwa mzinzi na mwisho akakeuka akawa mshindi na mwisho akawa mvuvi wa watu. Bwana asifiwe sana. Na siku ya leo tunajua vile tunaweza tukavua watu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wasamaria na Wayahudi walikuwa wanaamini kitu tofauti na walikuwa na mila na desturi tofauti. Kwa hivyo hawakuchangamana kwa njia yoyote. Hawakuwa wanasikizana. Ni kama Mkristo na Muhindi ama Mkristo na Muislamu. Bwana asifiwe sana. Amen. So Biblia inasema ya kwamba kwa sababu huyu alikuwa Yesu ambaye hana ubaguzi wa rangi, ambaye alikuja kwa ajili ya kuokoa ulimwengu mzima, yeye hakufuata njia ndefu jinsi Wayahudi wengine walivyokuwa wanafanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya watu wake, lakini watu walio wake waliweza kumkataa. Na injili ya Yesu Kristo ikakubalika na watu wa kimataifa. Na watu wa kimataifa walipomkubali Yesu Kristo, yeye akaendelea kujidhihirisha kwao ya kwamba yeye ndiye Mwokozi na yeyote atakayempokea hatapotea kamwe bali ataokolewa. Na kwa hivyo Yesu akapasua katikati kupitia moja kwa moja katikati ya mji wa Samaria, kwa sababu yeye alikuwa Mwokozi. Yeye hakufuata mila na desturi jinsi Wayahudi wengine walivyopitia njia ndefu ya mzunguko. Bwana asifiwe sana. Kwa kishindo na kumkiri Yesu Kristo hadharani mbele ya watu, akaambia watu, njooni muone yule mtu ambaye amenielezea mambo yangu ya kisiri. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo Mungu anataka tuweze kukaa. Bwana asifiwe sana. Mungu atakuokoa ukae tu. Anapokuokoa anataka watu wengine wakamjue kupitia kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Utakaaje hapa na familia yako inapotea katika dhambi? Kupitia kwa ule mwanamke, Biblia inasema wengi wao wakafunga matuka, wakawacha shughuli zao, wakakuja mjini kuja kushuhudia ushuhuda wa yule mwanamke. Bwana asifiwe sana. Tunaposoma John chapter 4 verse 7, kwanza kabisa Yesu alianza kwa kuuliza usaidizi kwa hisani. Bwana asifiwe sana. Akamwambia mwanamke, nipe maji ninywe. Bwana asifiwe sana. Swali langu kwako ni je, wewe unafikiri Yesu alikuwa na kiu? Alikuwa anataka maji? Alikuwa na lengo tofauti na maji. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sisi wale ambao tunatoka nje kwenda kufanya door to door witness, yafaa tupate ufunuo ya kwamba unaweza ukaingia hata katika nyumba ya ule mtu ambaye atakombolewa, akikukaribisha hata kwa stuli ya plastic,
Wewe usijali, Bwana asifiwe sana. Amen. Akikwambia karibu tukunywe strong tea kwa sababu sina escort, usimwambie kwangu mimi nilikunywa na chapati na mkate uliopakwa siaki. Nitakunywa strong tea aje. Bwana asifiwe sana. Mtaambatana kweli? Kwa hivyo Yesu alikuwa anajaribu kutuelezea. Alitumia maji ikuwe kitu ya kipatanishi ili arudi to that level. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, Yesu akamfanya yule mwanamke akashangaa. Ni nani huyo ambaye ako na maji ukiyanywa hawezi ukasikia kiu tena? Na hivyo wale ambao tunaenda kuvua nafsi yafaa tujue ya kwamba unapoingia katika nyumba ya mpendwa ambaye hajakombolewa, kila wakati tangaza ukuu kwa jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kweli ya Kiislamu. Bwana asifiwe sana. Wamepotea ukweli. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukweli ulioko dini haiwezi ikakupeleka mahali popote. Roho yako na nafsi yako. Na ndio sababu Yesu akamwambia yule mwanamke, aliposema vile, Yesu naye akamwonyesha njia ya kuabudu ya kweli. Yesu akamwambia kwamba nyinyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu kile tukijuacho, kwa sababu wokovu ulitoka kwa Wayahudi. Na saa inakuja, na saa ipo ambapo waabudu halisi watamwabudu Baba katika kweli na roho. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Mungu ni roho, wamwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Nyakati zile kabla ya Yesu, Mungu alikuwa anakaa katika majengo. Watu walikuwa wanaenda kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Katika makanisa. Lakini Yesu alipokuja, unapompokea Yesu Kristo anafanya makao ndani ya moyo wako. Na siku hizi Mungu anakaa katika mioyo za watu. Kwa hivyo wale ambao wanaabudu siku, wale wanaabudu kanisa, wao wanafanya kazi bure. Mungu anakaa katika mioyo za watu. Hatukuji mahali hapa kutafuta Mungu. Tulitoka na Mungu mahali tulitoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sisi tunatembea na Mungu kwa sababu wokovu uko katika mioyo zetu. Amen. Na ndio sababu Yesu akamwelezea yule mwanamke. Bwana asifiwe sana. Aelewe, asijifiche katika dini. Na hiyo ndio iwanga hata tukienda kule nje witness. Watu wanajificha katika dini. Mwambie ukweli, nimekuja na Yesu. Sichakuja kukuambia mambo ya dini. Sitaki kujua unashiriki wapi. Hata kama ni Catholic, utapotea kama huna Yesu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Yule mwanamke akajaribu kumwambia Yesu Kristo, akasema tunamsubiri Masia ambaye atakuja siku za mwisho, ambaye anaitwa Kristo. Na yule ndiye tunangoja, atamfunulia kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akamwambia yule unayeongea naye ndiye Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndiye Mwokozi. Na hapo ndipo tunaamini yule mwanamke aliweza kumpokea Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Akakosa uchanja. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo akamkubali Yesu Kristo. Na akarejea nyumbani, aliwacha mtungi yake mahali pale. Akarudi kwa soko na kumkiri Yesu Kristo mbele ya watu hadharani na kuambia njooni mche muone yule mtu aliyenielezea mambo yangu ya siri. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema watu wakafunga matuka, watu wakafunga biashara, watu wakafunga shughuli zao zote, wakaenda kushuhudia ushuhuda wa yule mwanamke kwa sababu ya yale ambayo alikuwa anashuhudia. Bwana asifiwe sana. Samaria, mahala ambapo walikuwa wanakaa katika kisa, wakamjua Yesu Kristo kupitia yule mwanamke. Na hivyo ndivyo Mungu anavyotaka ya kwamba injili itoke sehemu moja ikafikia wale wengine. Bwana asifiwe sana. Hapo tutakuwa tunatekeleza majukumu yake Yesu Kristo. Lakini tusitosheke na wokovu wetu. Kwa sababu yule mwanamke hakutosheka tu. Aliona ni vyema afanyike kuwa njia ya kuletea watu wengine vile vile baraka wakamjue Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.
Tunaona ushuhuda wa yule mwanamke ulichukua masaa machache tu, na akawa amekeuzwa kutoka dhambini zake na amemkubali Yesu Kristo, amepatilishwa. Bwana asifiwe sana. Hakukuwa tena mwanamke Msamaria, alikuwa mfuasi sugu wa Yesu Kristo ambaye anamwabudu Masihi, ambaye ni mfalme wa wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo Mungu anavyotaka hata na sisi tuweze kuwa, kwa sababu tukiamini katika jambo fulani, na Mungu anataka na sisi vile vile tuelezee watu wengine kuhusu jambo hilo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sitaki kuwachosha asubuhi ya leo, ningeomba tu tufike mahala pale. Sasa yule mtu ambaye hajui kuvua sasa amejua. Bwana asifiwe sana. Yesu anakuokoa, anataka akufanye ukuwe mvuvi wa watu, na usikuje na samaki utuambie sasa. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka akufanye ukuwe mvuvi wa, na tukiwa wavuvi wa watu, hata kanisa hii tutakosa mahali pa kukaa. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alikuwa anatuonyesha mfano vile unaweza kuvua mtu ambaye hajakombolewa, akachua ukweli na aweze kukombolewa. Bwana asifiwe sana. Nitafika mahala pale mweze kubarikiwa sana. Pigia makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ngapi wamebarikiwa? Ngapi wameelewa ukweli? Najua ukweli wakati mwingine unauma, sio? Lakini ukweli ni ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Sasa hayo tumeambiwa si ni ukweli? Na ni letu ombi ya kwamba Mungu atuongoze na atusaidie ili ya kwamba tuzidi kusimama kwa ukweli, na ninajua ya kwamba in such a time tutaweza kuwa washindi zaidi ya zaidi. Bwana Yesu